Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amewaambia wanajeshi wa Marekani kwamba lazima waipe hofu Iran ili iweze kukubaliana na mpango wa nyuklia, iachane kabisa na mpango wake wa nyuklia. Rais huyo wa Marekani amewaambia wanajeshi wa Marekani imekuwa ni vigumu kufanya mazungumzo ya nyuklia na Iran, na sasa anapendekeza kwamba lazima watumie hofu ili waweze kuwa na uwezo wa kutatua mzozo huo kwa amani. Rais huyu wa Marekani anaamini kwamba ikiwa watatia hofu, hasa kuongeza wanajeshi, kuongeza silaha za kijeshi, basi wataweza kuitia hofu Iran na hatimaye kukubaliana na mpango wa kuelekea katika amani. Trump anasema imekuwa ni vigumu kufikia makubaliano na wa Iran kwa muda mrefu. Trump alisema kuhusu wa Iran mbele ya hadhira ya wanajeshi walio kaskazini katika kambi ya jeshi la Fort Bragg huko North Carolina, baada ya maafisa wa Marekani kusema walikuwa wakituma meli ya pili ya kivita Mashariki ya Kati. Wakati mwingine unapaswa kutumia hofu, hilo ndio jambo pekee litakalotatua hali hiyo, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump mnamo siku ya Ijumaa akiwa na makamanda wa jeshi la Marekani. Wakati wa hotuba yake, Trump pia alirejelea shambulio la bomu la Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran mwezi Juni mwaka uliopita. Hapo awali alisema utumaji meli kubwa zaidi ya kivita duniani unafanywa. Oman iliwezesha mazungumzo kati ya Iran na Marekani wiki iliyopita, ambayo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran alisema wameiruhusu Iran kupima ni kiasi gani Marekani inachukulia suala hili kwa uzito na kuonyesha makubaliano kikamilifu kwa diplomasia na kuendelea. Tarehe na mahala pa duru inayofuata mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado haijatangazwa. Lakini wakati huu rais wa Marekani, moja kati ya jambo lingine ambalo analiona ni kwamba pengine mabadiliko ya utawala nchini Iran ndio ambayo yataweza kuwa jambo bora zaidi katika kipindi hiki. Donald Trump, rais wa Marekani, moja kati ya jambo muhimu analolifikiria pamoja na kile kinachofikiriwa na wa Israel, hasa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ni namna ya kutoa utawala wa Iran wa Ayatollah Khamenei. Rais Trump siku ya Ijumaa amekubali kuwa mabadiliko ya utawala ndio njia nzuri ya kuweza kutatua changamoto zilizopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii ni kile kilichodhihirishwa na wachambuzi wa mambo kwamba Donald Trump anamuona Ayatollah Khamenei kama simba katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hivyo lazima aondolewe mamlakani kwa namna moja ama nyingine ili kulifanya eneo la Mashariki ya Kati kuwa eneo lenye uhuru. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikipambana katika kuhakikisha inamtoa Ayatollah Khamenei katika mamlaka. Hatua za kijeshi za Trump na mazungumzo makali yanayoendelea hata wakati Washington na Tehran zinapojaribu kuzungumzia mzozo wa muda mrefu wa nyuklia wa Iran na nchi za Magharibi, bado rais huyo wa Marekani anaamini lazima yawepo mabadiliko ya kweli ya utawala wa mfumo wa Kiislamu uliopo nchini Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anaona kwamba mfumo wa Kiislamu wa Iran ni mfumo ambao kimsingi umeifanya Iran kuwa taifa ambalo linatishia amani wakati wote katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hivyo namna pekee ya kuweza kuhakikisha hali hiyo inaisha ni kuondoa kabisa. Kwa miaka 47 wamekuwa wakifanya majadiliano na kuzungumza, Trump alisema baada ya tukio la kijeshi huko Fort Bragg, North Carolina. Wakati huo tumepoteza maisha ya watu wetu wengi wakati wakiendelea kufanya mazungumzo. Ghasia zilitokea na mazungumzo nayo yakiendelea. Tumekuwa tukifanya hivyo kwa muda mrefu, anasema rais wa Marekani Bwana Donald Trump, huko akieleza zaidi kwamba Washington inataka mazungumzo ya nyuklia na Iran, lakini pia yagusie usaidizi wa nchi hiyo kwa makundi yenye silaha katika eneo hilo na jinsi watu wa Iran wanavyotendewa. Iran kwa upande wake imesema ipo tayari kujadili vikwazo dhidi ya mpango wake wa nyuklia kwa mabadilishano ya kuondoa vikwazo, lakini imekataa kuhusisha suala la makombora ya masafa marefu kama ambavyo Marekani kupitia rais Trump aliitaka. Trump ametishia kuishambulia Iran ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa, huku Tehran ikiapa kulipiza kisasi na kuzua hofu ya vita vikubwa zaidi, huku Marekani ikipeleka vikosi Mashariki ya Kati. Marekani ililenga vituo vya nyuklia vya Iran katika mashambulizi ya mwaka uliopita katika maeneo ya Fordo, Natanz na Isfahan. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu. Bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.
Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.